Ushiriki wa viongozi wa kisiasa katika kupanga na kusimamia mpango mkakati wa maendeleo wa mkoa wa Kaskazini Unguja ni nguzo muhimu ya kuhakikisha wananchi wa mkoa huo wanajikomboa kiuchumi, wanapunguza umaskini na kunufaika na fursa mbalimbali za maendeleo. Akizungumza wakati wa kuwasilisha rasimu ya mpango mkakati wa mkoa wa Kaskazini Unguja ya mwaka 2026-31 kwa viongozi wa kisiasa wa mkoa huo, afisa mipango kutoka Tume ya Mipango Haji Sheha anaeleza. Imelenga zaidi kwenda kwenye mageuzi ya kiuchumi, lakini kwa kutumia rasilimali zilizokuwepo katika mkoa wetu wa Kaskazini, hususan bahari, lakini pia vile kuhakikisha uchumi wetu unaendelea kukua kwa kasi kutokana na fursa nyingi zilizopo katika mkoa wetu, ikiwemo uwekezaji wa namna mbalimbali, ikiwemo utalii, lakini uwekezaji mkubwa ambao tunaendelea nao wa bandari, miundombinu ya viwanja vya ndege na miundombinu ya barabara na ambayo inategemewa kuja hapo baadaye. Madhumuni makuu ya mpango mkakati huu ni kuhakikisha kwamba tunauanisha vipaumbele vya maendeleo ya mkoa wa Kaskazini Unguja na dira ya maendeleo ya taifa ya Zanzibar mwaka 2020 pamoja na mikakati mingine ya serikali, ikiwemo mkakati wa muda wa kati ambao ni ZADEP namba 2 kwa sasa, ambao tunaelekea muda mchache kuelekea kukamilisha mkakati huo, lakini pia kuimarisha utendaji wa taasisi na uwajibikaji katika utoaji wa huduma za wananchi. Mpango huu utatuelekeza sasa namna gani tunaenda kuimarisha huo utendaji katika taasisi zetu ili wananchi waweze kupata huduma bora na kwa ufanisi. Wakichangia rasimu hiyo na kutoa mapendekezo, wabunge, wawakilishi na madiwani wa mkoa wa Kaskazini Unguja wamesema ni vyema mpango huo utoe kipaumbele kwa miradi ya maendeleo inayogusa maisha ya wananchi ili kuongeza fursa mbalimbali ndani ya mkoa. Serikali kutenga maeneo ya maendeleo, mfano kama serikali kuu ikileta ile miradi ya mkakati, kwamba serikali ya mkoa iwe na maeneo maalum kuliko kwenda kutafuta maeneo ambao wanaishi wananchi kuanza kulipa fidia, kitu ambacho kinakwamisha yale maendeleo kupatikana kwa haraka zaidi. Lipo tatizo ambalo tumeliachia sasa hivi, wote watasikitika: njaa, umaskini, watu wetu hawana fursa. Mheshimiwa Mwenyekiti, asili yetu mmeeleza kwamba mkoa wetu kilimo, uvuvi, lakini mkasahau kuweka na ufugaji. Eneo hilo nalo Mheshimiwa Mwenyekiti, nalo eneo muhimu sana. Kama tutajikita kwenye ufugaji, kuweka watu wetu kwenye ufugaji wa kisasa, na serikali ina mipango madhubuti katika kuleta ng'ombe. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaenda kwenye AFCON, nchi yetu itahitajika mayai na mambo mengi na nini, nyama nyingi, lakini maziwa yatahitajika mengi sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuweke mkazo kweli katika kuhamasisha vijana wetu, hasa tumewataja kwenye aina nyingi sana, kuwaweka katika eneo hilo, nalo kuona kwamba tunapiga hatua eneo hili. Liongezeni, litaweza kuleta tija. Mimi nilitaka niseme machache katika hili la ukosefu wa ajira. Tuwawezeshe vijana wetu katika kuweza kufanya kazi, sio tu kuajiriwa, lakini kuweza kuajirika. Maanake tukawape stadi za kazi ili waweze sasa kusaidiana na wenzao kuchakata zile nafasi za ajira ambazo zinatoka katika mahoteli yetu, katika sehemu mbalimbali ya nchi yetu. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja Cassian Gallos Nyimbo amewataka wanasiasa hao kuwatumia wataalamu katika mipango yao ya maendeleo na kushirikiana kwa karibu ili kuinua mkoa wa kiuchumi na kimaendeleo kwa lengo la kuwakomboa wananchi kutoka katika hali duni ya maisha. Kaskazini mimi naifahamu, kuna wasomi wengi tu, watu wana PhD, watu wataalamu, wana uzoefu, wanataka tuwatumie ndani ya huu mkoa, watafanya uzalendo. Kwa nini tusiwatumie? Na nakwambieni wawakilishi na wabunge kwenye majimbo, watumieni. Mwingine yote unamfahamu, mwite kwenye jimbo, kaeni kwenye wilaya, madisi wangu, waiteni hawa. Hata katibu wangu tawala mnaweza mkamuita vile, njoo hapa. Pale anakaa kama timu ya wataalamu. Sasa kama wataalamu wetu watakwenda vizuri kiuzalendo, na sisi tuliokuwa kama nafasi za polisi za kisiasa za kuhudumia moja kwa moja wananchi, tukenda vizuri, tukishikamana, tukuwa na ushirikiano, kweli jamani, mkoa hautopanda huu. Mimi ninachoamini hakuna jambo kubwa katika uongozi, moja ushirikiano.
Kwa ujumla, mpango mkakati wa mkoa wa Kaskazini Unguja unatarajia kusaidia mkoa huo ili kuvuka changamoto zilizopo, kuimarisha uchumi, kuwainua wananchi kiuchumi na kupunguza umaskini. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577785490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.